na watumishi wa Mungu wanatafuta kwenye hilo eneo. Maana unajua wachungaji wengi wanapenda sadaka. Mchungaji, bahasha hii. Oh, haleluya, Mungu akubariki. Mchungaji, sadaka hii, Mungu akubariki. Lakini ukiwa katika roho, unaweza kutambua kwamba hii sadaka inayotolewa sio yenyewe, lakini madhabahu ambayo ipo nyuma inajaribu kutengeneza urafiki ili kunyonya kiwango cha mtumishi wa Mungu. Ndio maana sasa hivi sio kila sadaka napokea. Sio kwamba sihitaji sadaka, nahitaji sana. Lakini nimejifunza kuna sadaka zingine za maangamizo. Kuna wachungaji wengine wamekufa haraka kwa sababu ya kutokupambanua. Sio kila anayekuja kanisani ni mtu mwema, nilisema hivyo. Kuna wengine ni maagent, wamekuja kwa kazi maalum, lakini sio rahisi kuwajua kama haujazama rohoni. Ila ukizama rohoni utajua huyu tuliye naye sio, japo anaonekana ni mnyenyekevu, anaonekana ni mtoaji, anaonekana ni mcha Mungu, lakini ndani yake ana roho nyingine inayotafuta kitu ndani ya kanisa. Na watu hawa mara nyingi wakionywa huwa wanakimbiaga kanisani, hawataki kuonywa. Kazi yao wanatakiwa wawe wanafanyaje? Kuinuliwa, kubembelezwa. Lakini ukimwonya kidogo moyo wake umelipuka. Kwa nini? Kwa sababu ndani yake hana roho wa Bwana. Mtu ambaye ana roho wa Bwana, hata kama akionywa anasema mchungaji, Mungu akubariki. Hata kama akikemewa anasema mchungaji, ninashuka, ninanyenyekea. Kwa nini? Kwa sababu kuna roho ambayo ya Mungu ipo ndani yake. Mgeukie mwenzako mwambie, wewe una roho wa Bwana au una roho mtakafujo? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni vizuri kuwa na karama ya kupambanua roho, na lazima uijue. Hii ni karama ya kutambua chanzo cha nguvu au ujumbe wa kiroho. Kama huo ujumbe unatoka kwa Mungu au unatoka kwa mwanadamu. Na kanisa lililojaa roho ni rahisi hata ukiwa unahubiri unasema huu ni ujumbe wa Bwana, lakini ule ujumbe wa mtumishi mwenyewe. Nategemea na kiwango tu ambacho umekaa. Kiwa katika kiwango cha juu utachua. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa nataka twende tukamalize mambo ya msingi ya kuzingatia ili ujae Roho Mtakatifu. Somo langu nimelivunja kidogo. Mambo ya msingi ya kuzingatia ili ujae Roho Mtakatifu. Jambo la kwanza, mambo ya msingi ya kuzingatia ili ujae Roho Mtakatifu. Jambo la kwanza, lazima uwe na wokovu wa kweli. Kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 5, naomba nisomee. Yohana 3 mstari wa 5. Haraka, muda wangu umekwenda. Kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 5. 3:5. Neno la Mungu linasema, Yesu akajibu, amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kwa hiyo sifa ya kwanza ya kujaa Roho Mtakatifu ni kumpokea Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Huwezi ukajaa Roho kama haujampokea Yesu. Ndio maana jifunze kujifanyia tathmini. Kwa nini mimi sijajazwa Roho Mtakatifu? Yawezekana Yesu uliye naye ndani yako ni mdogo. Unamuitikia tu kwa maneno, lakini Yesu hajaishi ndani yako. Hajaleta mapinduzi ndani yako. Mtu ambaye amempokea Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake, ndani yake amemaanisha akimtaka Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu huwa anakuja. Jina la Bwana libarikiwe.
Zamani tulikuwa tunafundishwa kuokoka ni lazima, na kuokoka maana yake unampokea Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako kabisa, kwa kumaanisha, sio kama leo, kwa kumaanisha. Lakini haishii hapo, ni lazima ubatizwe, ubatizo wa kibibilia, alafu lazima ujazwe Roho Mtakatifu. Hizo hatua tatu, na mchungaji mwenyewe ndio alikuwa anathibitisha kwamba huyu amejaa, huyu hajajaa. Lakini leo hii kimuuliza mtu umejazwa Roho Mtakatifu, kwanza atakuuliza Roho Mtakatifu maana yake nini? Hawaelewi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sifa ya kwanza ya kujaa Roho Mtakatifu, mpokee Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Yawezekana unajiita Mkristo, lakini kama Yesu hajaingia ndani ya moyo wako, sio rahisi kumpokea Roho Mtakatifu. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, tengeneza kuwa na kiu ya Mungu ndani yako. Kiu ya Mungu ndani yako. Kitabu cha Mathayo sura ya 5 mstari wa 6. Heri wenye njaa na kiu ya haki. Heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Maana hao watashibishwa. Kiwango cha kiu ya kutamani kujaa Roho ndicho kitachoamua ujanzo wa Roho Mtakatifu ndani yako. Zamani tulikuwa tuna kiu na shauku ya kujaa Roho Mtakatifu. Kija ibadani tunatamani kuwa na shauku ya kujaa Roho Mtakatifu. Lakini siku hizi watu wakishaokoka yani hawana time tena. Ndio maana Roho Mtakatifu sio kwamba hayupo, yupo. Ila kiwango na kiu yako ndio itoamua. Hebu mwambie mwenzako kuwa na kiu na shauku ya kujaa Roho Mtakatifu. Amina. Kuwa na shauku. Na tunapomalizia ibada hii, kuwa na shauku ya kujaa Roho Mtakatifu, kuwa na kiu ya kujaa Roho Mtakatifu, kuwa na kiu ya kufurika Roho Mtakatifu, kuwa na kiu ya yani kujazwa na kujaa mpaka kufurika. Ukifikia katika kiwango hicho, nataka nikwambie Roho Mtakatifu atashuka, na Roho Mtakatifu akishuka, maisha yako hayatakuwa kama ya kawaida, huduma yako haitakuwa kama ya kawaida. Nataka nikwambie Roho Mtakatifu akishuka ndani yako, atabadilisha hata maisha yako, atabadilisha hata huduma yako, atabadilisha hata usemi wako, atabadilisha hata mtazamo wako, atabadilisha Roho Mtakatifu. Kuwa na kiu na shauku ya kujaa Roho Mtakatifu. Jambo la tatu, mambo ya msingi ya kuzingatia ili ujae: kuwa na maombi ya imani. Maombi ya imani. Kitabu cha Luka sura ya 11 mstari wa 13. Nisomee Luka 11 mstari wa 13. Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, Baba aliye mbinguni hatazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao wamwombao? Kwa hiyo maombi yako, kumtafuta Mungu, kutaamua kiwango cha Roho Mtakatifu ndani yako. Tafuta muda wa kumwomba Mungu. Maana tumekubaliana kwamba bila Roho Mtakatifu hauwezi ukamzalia Mungu matunda. Bila Roho Mtakatifu hauwezi ukashinda dhambi. Bila Roho Mtakatifu hauwezi ukamshinda shetani, hauwezi. Ijumaa nilitolea mfano nikasema hivi: ukitoa Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu na serikali yake, hakuna kiumbe kingine chenye nguvu kama shetani. Sisemi kumsifu, lakini nataka nikwambie hivi, yani bila kuwa na Yesu, bila kujazwa Roho Mtakatifu, uwezo wa kukabiliana na nguvu za shetani ni mdogo. Na ndio wao wanaotusumbua kanisani leo. Kama mtu hajajaa Roho Mtakatifu, yani ukimkemea kidogo, naama kanisa, mchungaji mkali, mzee kiongozi kanisema vibaya, wewe haujajaa Roho. Mtu ambaye amejaa Roho anakubali kuonywa,
anakubali kutengenezwa, anakubali kufinyangwa, maana mwisho wa siku Roho wa Bwana anasema naye. Lakini wewe kidogo tu umekunyoshia kidogo, kwenye kwaya haupo, kwenye huduma haonekani, kwenye haupo. Kwa nini? Hauna Roho Mtakatifu. Na shetani akishakujua hivyo atakupepeta kama mchele. Utapepetwa leo hapa, kesho utapepetwa hapa, kesho kutwa, na mwisho wa siku usipokuwa makini hata mbinguni hautaweza kuingia. Maana kinachomfanya mtu awe na nguvu ya kutawala katika ulimwengu wa roho ni Roho Mtakatifu. Maandiko yanasema hivi, mbinguni hakutaingia kinyonge. Bwana Yesu asifiwe. Kinyonge. Maana yake bila kuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu, I'm telling you, hauwezi kuwa na nguvu ya kutawala na kushinda nguvu za giza. Hautaweza. Hautaweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Mchungaji mmoja, rafiki yangu namkumbuka, alikuwa anaenda Tanga kwenye huduma. Nikamsii sana mchungaji kuwa na maombi ya muda mrefu sana, kwa sababu Tanga ni ngome. Sema hamna shida, hamna shida. Akaenda kwenye huduma. Kuna wilaya moja inaitwa Pangani. Wangapi wamefika Pangani hapa? Kuna uchawi balaa. Fika kule kaanza kuwekea watu mikono tu ovyo ovyo. Unajua hatuwekeaje watu mikono ovyo ovyo, tunaongozwa na Roho kwanza. Kaanza kuwekea watu mikono. Kumbe alikuwa anatafuta kwenye ulimwengu wa roho pasipo yeye kujua. Na maombi yake aliyoenda nao ni machache. Alipokuwa anawekea mkono akashangaa mikono yote ikapigwa ganzi. Na mkutano wa injili uliishia pale. Maana mchungaji amepigwa, ameparalyze mikono yote. Mdomo ushaanza kwenda upande. Yes. Watu wakasema hii balaa sasa. Mkutano ukafungwa. Tunapozungumza katika ulimwengu wa roho, shetani huyu tunayemsema, ukiwa ndani ya Yesu ni mtu wa kawaida. Lakini ukiwa nje ya Yesu sio mtu wa kawaida. Kwa hiyo inategemea kiwango cha nguvu za Roho Mtakatifu ili uweze kushinda hata majaribu. Uweze kushinda hata mitihani. Uweze kumshinda hata adui yako. Kwa nini? Kwa sababu ya ile nguvu itokayo juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu mwambie mwenzako, jaa Roho Mtakatifu, jaa Roho Mtakatifu, jaa Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la mwisho, ili kuzingatia kujaa Roho, kipengele cha mwisho, hakikisha unadumu katika neno. Kitabu cha Wakolosai sura ile ya 3 mstari wa 16. Naomba nisomee haraka hapo nitakuwa namaliza. Wakolosai 3:16. Ndio. Neno la Mungu linasema, neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu. Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu. Katika hekima yote. Katika hekima yote. Mkifundishana na kuonyana. Mkifundishana na kuonyana. Kwa zaburi. Na nyimbo na tenzi. Na nyimbo na tenzi. Za rohoni. Za rohoni. Huku mkimwimbia Mungu. Kwa neema mioyoni mwenu. Na kila mfanyalo. Kwa neno au kwa tendo. Fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu. Mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Baba kwa yeye. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo neno hujenga imani na ushirika na Roho Mtakatifu. Ukiwa na neno ndani yako, ukiwa ni mtu wa kusoma neno ndani yako, neno lile huwa linatengeneza ushirika. Neno huwa linatengeneza ushirika na Roho Mtakatifu. Hasa kwa sababu wewe sio mtu wa kusoma neno, sio mtu wa kutafakari neno, akili yako huwa inakamatwa na mambo mengine. Lakini ukiwa umejaa Roho, ukiwa unasoma neno, ni rahisi kujaa Roho. Mwambie mwenzako, ukiwa unasoma neno la Mungu ni rahisi kujaa Roho, kwa sababu neno unalolisoma kwenye Biblia limevuviwa na Roho Mtakatifu. Kwa unapokuwa unasoma, manake unajaa neno, unajaa Roho, unajaa neno, unajaa Roho. Jamani, amina. Tamani kujaa Roho Mtakatifu. Tamani kuvuviwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Itaweza kubadilisha maisha yako. Na mimi nataka nikuombee katika ibada hii kwamba Bwana akaachilie mimino wa ujazo wa Roho Mtakatifu ndani yako, ili maisha yako yakawe maisha yasiyokuwa ya kawaida.
Huduma yako umeiona ni ya kawaida kwa sababu haina Roho Mtakatifu. Ndoa yako unaiona ni ya kawaida kwa sababu haina Roho Mtakatifu. Biashara yako haujaruhusu Roho Mtakatifu atawale. Lakini ukimruhusu leo, maisha yako yatabadilika. Nasema maisha yako yatabadilika. Simama kwa miguu yako.